Naam, tukianza kujibu maswali, na ndugu yetu mmoja ameuliza kwamba Umar ibn Saad ibn Abi Waqqas alikuwa kundi gani kati ya kundi la Husaini na watu wa Kufa? Jawabu ni kwamba yeye alikuwa ni amiri wa kundi la watu wa Al-Kufa, lakini wanasema hakushiriki katika kumuua Al-Husain, bali alikuwa katika kundi lile. Lakini kauli ambayo imetajwa na wanawachuoni wa hadithi katika tawthiki yake, wanasema miongoni mwa mambo yaliyopelekea kubughudhiwa na watu kumchukia, wa maqatahu nnasu, na watu wakamchukia yeye wakambughudhi, likaunihi amiran ala jeishi al-Kufa, kwa kuwa yeye ni amiri, alikuwa amiri katika jeshi la watu wa Al-Kufa. Kwa hiyo yeye alikuwa katika upande wa watu wa Al-Kufa, alikuwa katika jeshi la upande wa watu Al-Kufa, na bila shaka alikuwa katika upande mbaya. Mwaka wa 65 wakati ile harakatu tawabin imeshtadi, Al-Mukhtar bin Abi Ubaidi aliuawa huyo, kwa sababu wao kama nilivyoeleza kwamba walianzisha harakati hizi kwa ajili ya kulipiza kisasi. Hawa waliomuua Al-Husayn katika Shia wake wakaona kwamba walipize kisasi, kwa hiyo wakamuua Umar ibn Saad ibn Abi Waqqas. Swali nyingine muulizaji anasema, barakallahu fik wa fikum barakallah, ni ipi ilikuwa hali ya mashia hasa wale wa Al-Kufa kabla ya kuuawa Husaini, Allah amridhie, kiibada? Je, walikuwa wanaswali kama hawa wa sasa au walikuwa wanaswali kawaida kama wanavyoswali Ahlus Sunna? Na ipi ilikuwa akida yao? Je, walikuwa na akida kama ya Ahlus Sunna? Jawabu hili majibu yake ni marefu sana, lakini kwa mtu anayesoma au aliyesoma historia ya Kiislamu anafahamu kwamba haya madhhabi ya ushia huu ambao uko hii leo ni natija ya hali za kutatawara, yani imekuja katika vipindi tofauti tofauti na hali tofauti tofauti. Kwa maana kila baada ya muda ilikuwa madhhabi hii ikichukua mrengo tofauti. Kwa mfano, tuliwahi kutaja kwamba mwanzo kabisa alidhihiri mtu mmoja akiitwa Abdullah ibn Saba al-Himyari. Abdullah ibn Saba al-Himyari ni Myahudi aliyetokea sehemu za al-Yaman. Kule Yaman kulikuwa kunaishi Mayahudi, na mpaka sasa tangu zamani. Na ndio maana hata Mtume swalla sallam alipomtuma Muadh kwenda Yaman akamwambia, innaka taqdumu ala qaumin min ahli alkitab, wewe unawaendea watu katika ahli alkitabi, walikuwa ni Mayahudi walikuwa kule Yemen. Kwa hiyo huyu ni Myahudi, alikuja akadhihirisha Uislamu kwamba amesilimu, pia akadhihirisha mapenzi kwa ahli albaiti kwamba anawapenda ahli albaiti. Kwa hiyo akizungumza anataja fadhaili za Ali, fadhaili za Al-Hasan wal-Husayn na vitu kama hivyo, Fatima na wengineo. Akikupatia fursa atamtukana Abu Bakar, huyu dhalim, Umar dhalim, huyu kadha, anapendekeza itikadi hizo. Jambo hili halikufanikiwa wakati yuko katika miji ya Madina, Makka, kwa sababu kuna maswahaba wengi na watu wengi wajua dini yao, lakini alifanikiwa kwa kiasi fulani alipokwenda Misri. Lakini njia aliyoitumia yeye katika kuwashawishi watu ni siasa. Ikawa anazungumza kama hivi sasa wanaofanya mashia, wanazungumza sana mambo ya siasa, Marekani, Mzayuni, Marekani, Wazayuni, Mayahudi, Baitul Maqdis, wanazungumza ni mambo ya ujumla kana kwamba wanawasemea Waislamu, lakini ndani yake kuna jambo lao wanataka kulipitisha. Kwa hiyo yule bwana akawa anaukosoa utawala wa Uthman. Angalia, Uthman kafanya hivi, kamtawalisha ndugu yake fulani, kampa mtu fulani kitu fulani, akawajaza watu pale, pakatengenezwa matukio ya fitna mpaka akauawa Uthman. Si wote walioshiriki walikuwa wana itikadi kama yake, lakini alipata watu mfano wake. Walipokimbia katika mji wa Al-Kufa, Ali bin Abi Talib yeye ndiye khalifa ndio khalifa wa Waislamu,
wakakimbilia kule, wakajificha, wakawa wanaeneza zile itikadi zao, mpaka Ali bin Abi Talib alipogundua kwamba kuna watu wanamuitakidi yeye ni Mungu, akafanya utaratibu wa kuwatia adabu hawa. Wakakamatwa baadhi yao na wengine wakakimbia. Miongoni mwa walikimbia ni Abdullah ibn Saba al-Yahudi, akakimbilia sehemu za Madain. Wengine waliokamatwa wakauawa. Kwa hiyo kila siku zinavyokwenda panatokea matukio, wanashajishwa watu, wanazungumziwa watu kwa vile walivyo wao akili zao. Kwa hiyo alipotawalishwa Yazid kuwa ni mtawala, hawa watu wenye fikra hizi chafu wakawachochea watu kwa jina la Ahlul Bait. Lakini ile fikra ile ya ushia ile ya kwamba Abu Bakari dhalim, Umar dhalim, Uthman dhalim, ilikuwepo na baadhi ya watu wachache, ila wao ili kuyapitisha yao wakawatumia Ahlul Bait, wakamtumia kama Al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu, njoo tutakunusuru, alafu hawakumnusuru. Kwa hiyo si kila aliyeshiriki katika jambo lile alikuwa ni Shia kwa maana hii ya hawa mashia wa leo. Kwa hiyo kwa ufupi naweza kusema kwamba kwa dhahiri ya itikadi ilivyokuwa katika watu wa Kufa, hawakuwa katika madhhabi haya ya sasa ya ushia huu wa sasa, lakini walikuwepo watu wenye itikadi kama hizi za kwamba Abu Bakari ni dhalim, Abu Bakari kafir. Si maswahaba wote waadilifu, kuna maswahaba wengi tu washenzi kama wanavyosema katika redio zao, kuna maswahaba washenzi kabisa. Alafu mfano wa maswahaba washenzi wamtaja Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Salul ni mnafiki, si sahaba. Sahaba ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na akafa katika hali hiyo. Huyo hakumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi tumuita sahaba? Lakini utaka ile kuwaingiza wote katika shimo moja kwa dharau. Kwa hiyo nataka kusema kwamba wapo walikuwa wakiwatusi masahaba. Kikundi hiki cha kina Abdullah ibn Saba al-Yahudi kiliendelea na kiliitwa As-Sabaiyya, pia kikaitwa katika jina la Al-Ghulat, na kila mwaka kila wakati walikuwa wanakuja na sura mpya mpaka ikafika hivi ilivyokuwa. Haya, swali hili ni refu sana jawabu lake. Kwa hiyo turidhike na haya niliyosema kwamba ni ushia huu ulikuwa kidogo kidogo katika hali ya siri, hali ya dhahiri, yategemea na wakati. Na ushia huu hasa hivi ulivyo hii leo ulitengenezwa katika kipindi cha Safavid Empire, walipotawala wale Safawiyun katika nchi ya Irani na baadhi ya sehemu katika Iraq. Ndio yakaandikwa haya mabuku mnayoyaona, hizo Biharul Anwari, Al-Anwaru Nu'maniya, vyote vikaandikwa vikajazwa ndani yake kufriyat na maneno ya kina Al-Bahrani, wakaandika matafsiri, tafsiri zilizojaa ukafiri ndani yake. Ukisomewa wewe huwezi kuamini kwamba kuna Muislamu aweza kutamka maneno kama haya. Haya, swala jingine, huyu anauliza kuhusiana mwenye kitabu Lillahi thumma litarikh au kashfu al-asrar wa tabri'atu al-a'immat al-athhar cha Sayyid Hussein al-Musawi. Je, huyu alitubia akauacha ushia? Wallahu aalam. Dhahiri yake inaonekana kwamba ni mtu aligundua kitu. Hicho kitabu kimeandikwa na mshia akiwakosoa mashia wenzake juu ya baadhi ya itikadi chafu walizokuwa nazo. Kitabu kimeandikwa kwa Kiarabu, lakini pia nadhani kimetarujumiwa kwa Kiswahili. Mshia ameandika kitabu au ameweza hivi tunavyokwenda sivyo. Na huyu ni katika wanawachuoni wa Najaf huko Iraqi, na alikuwa ni mtu wa karibu sana wa Khomeini. Ameyazungumza mambo mengi, hayo mambo ya muta na nini yote ameyazungumza, kwamba hivi tunavyokwenda sivyo, maslaki hii ni mbaya, huu ni ukafiri. Akatumia jina la kuwazima, alafu kwa sababu ukiandika kwa jina lako atakuua. Kwa hiyo wallahu aalam kwamba alitubu akaacha ushia moja kwa moja, kwa sababu ni mtu kwanza na ismu mustaar, jina la kuwazima, kama vile watu wanavyoandika kwenye mitandao. Ni kwa nini Yazidi aliamua kumtawalisha Ubaidillah kwa watu wa Karbala, yani Kufa? Yazidi alimtawalisha Ubaidillah ibn Ziyad kwa watu wa Al-Kufa kwa ajili ya kuzuia uasi ambao umeandaliwa na watu wa Kufa. Hilo lilikuwa ndio lengo na kufanya hivyo, lakini amekosea katika hilo, kwa sababu Ubaidillah ibn Ziyad hakuwa ni mtu saleh, na watu wazuri walikuwepo. Miongoni mwa hao ni An-Nu'man bin Bashir, lakini akamuuzulu Nu'man bin Bashir akampa huyu.
na siku zote jambo linapopewa wasiokuwa wenyewe basi mambo huharibika. Na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposemaje, ila idha usnila al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'a, jambo likiegemezwa kwa mtu asiyestahiki, asiyekuwa mwenyewe, subiri kiyama. Huyu fundi gereji leo amekuwa ajenga nyumba za watu, ataharibu. Huyu fundi wa mason kazi kujenga nyumba, mara kabadilika amekuwa daktari, aanza kupasua watu, ataua huyu. Basi hivi hivyo katika mambo ya dini, mtu tu alikuwa hivi na hivi, mara aambiwa amesimama mbele za watu na shekhe, kasoma wapi haijulikani, huyu atapotosha watu huyu. Ndio mambo yalivyo. Kwa hiyo wakipewa watu utawala au uongozi na hali ya kuwa hawastahiki, subiri kiyama. idha dhiyat al-amanatu fantadhir saa, amana ikitoweka ikiwa imepotezwa, subiri kiyama. Akaulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa kaifa idha'atuha, vipi kupotezwa kwake? Akasema idha wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir saa. Ni upi msimamo wa Yazid bin Muawiya kwa kifo cha al-Husayn? Watu wa tarikhi wanaeleza ya kwamba al-Husayn alipouawa radhiyallahu anhu na habari zilipomfikia Yazid alihuzunika mno, lakini Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ameeleza wazi kwamba asema qad akhta Yazid khata'an fahisha fi amrihi liamirihi Muslim ibn Uqba fi waq'ati al-Harra an yubiha al-Madina 3 ayyam. Akataja mambo mengineyo, wa ma man dhamma ila dhalika min qatl khalqin min as-sahabati wa abnaihim. Amekosea Yazidi makosa mabaya kabisa katika jambo lake, katika kumtawalisha kwake Muslim bin Uqba katika tukio la al-Harra pale Madina, ikahalalishwa ikavunjwa heshima za Madina kwa siku 3, pamoja na yale yaliyoongezeka katika kuwaua wengi katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na watoto wao. Kwa hiyo Yazidi alikuwa hafurahishi, kwa hakika hafurahishi wa ahli sunna wal jamaa kwa yale ambayo yametokea katika utawala wake. Wallahu a'lam. Anasema asalamu alaykum, ulisema uongo hadaa na sifa ni sifa ya mashia tangu zamani. Swali, kwani mashia walikuwepo tangu zama za mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam? Hatujasema hivyo kwa mashia walikuwa katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Zamani, kusema zamani tangu enzi hizo za Ali bin Abi Talib. Tumesoma hapa maneno ya Ali bin Abi Talib namna alivyokuwa akiwasema wale watu wa Kufa. Anasema wallahi inni ara wallahi anna Muawiyata khairun li min haula'i yaz'umuna annahum li shi'a. Amesema haya maneno nani? Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Na haya waliyofanya sasa kwa Al-Husayn ni ushahidi wa kutosha. Kwa hiyo zamani nilisema hatukusudii zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashia walikuja baadaye, na hasa baada ya maktal walidhihiri baada ya kuuawa Uthman. Je, yafaa kumlilia Hussein? Hapa sijajua anakusudia nini kumlilia, kwa maana kwamba baada ya kusikia habari hizi za dhulma na mauaji ya kinyama yaliyofanywa, mtu akalia akatokwa na machozi, hili halijakatazwa katika Uislamu. Ama kuomboleza, watu wakaweka siku maalum za kulia na kuomboleza, ili jambo ni jambo la haramu, halifai. Kwa hiyo sijui nakusudia lipi katika haya. Mfahamu, mtu amekumbuka msiba fulani, waislamu wameuawa, waislamu akatokwa na machozi, ni rahma min Allah. Je, Muslim bin Aqil alikuwa katika haki ya ulaya? Jawabu, alikuwa katika haki kwa yale mambo yaliyoagizwa na Hussein kufanya katika mji wa Al-Kufa, kwa sababu sisi tunasema kwamba Hussein kama anavyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na wengineo katika ahli sunna kwamba aliuawa madhuluman shahida na wala yakun kharijiyya, na ni jambo alilifanya kwa jitihadi ya hali ya juu. Na wakati huo bai'a alikuwa haijastakiri moja kwa moja kwa Yazid, na wao wangesubiria juu ya jambo hili ingekuwa ni khairi zaidi. Lakini hatuwezi kumtia kwenye lawama Al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu kwamba Husayn amekosea, amekuwa katika khawarij, amemuasi mtawala wa kadha wa kadha. Wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa hawasemi hivyo, na hutakiwi wewe kusema maneno ambayo huna salaf katika hilo. Zuia mdomo wako.
Kisha anasema wakati mashia wa Kufa wanamuua Hussein, ni kwa nini masuni waliokuwepo hawakwenda kumsaidia? Wasunni wa mji gani? Safari kutoka Maka ambayo kufika huko ni mwezi na nusu. Tukio limetokea siku moja tu, na watu hawakujua kwamba enda uwawa, bali walimnasihi na kumpa ishara kwamba unapokwenda siku nzuri. Kwa hiyo swali hili halina uzito wa hivyo, kwa sababu ni jambo lisilowezekana. Watu wako mbali, hawawezi kutoa msaada wa kumnusuru, na lau wangekuwepo watu wangemnusuru nasra muazzara kama walivyomnusuru babu yake. Wallahu a'lam. Maswali ni mengi Katika wakati wa Ali bin Abi Talib anasema, je, waliojiita mashia ni wafuasi wa Ahlul Bait katika utawala wa Ali radhiallahu anhu, je walikuwa ni ahli sunna wal jamaa? Zamani katika wakati wa Ali yalipokuwa yakisema maneno shi'atu Ali au shi'atu ahli Sham au shi'atu Muawiya, haikusudiwi ushia na usunni, palikuwa pakusudiwa ni kundi la Ali na kundi la Muawiya. Wote itikadi yao ni moja, pamoja na kwamba kulikuwemo na watu ambao baadaye walidhihirisha itikadi chafu. Lakini Ali bin Abi Talib kwa maneno yake ambayo wanayanukua wenyewe kwenye vitabu vyao, hiki kitabu Nahjul Balagha, kuna maneno ya Ali bin Abi Talib akielezea tukio lile la mapigano ya As-Siffin na watu wa Sham wakina Muawiya. Je, ni watu wa madhehebu mbili tofauti au ni watu wa madhehebu moja na msimamo mmoja? Ni jambo la kisiasa tu limejitokeza baina yao? Haya maneno nimeyawekea alama, ngoja niyatazame nikiyapata kwa haraka. Katika maneno aliyozungumza Ali bin Abi Talib kwenye barua yake ya 122, huu ni ukurasa wa 206 wa Nahjul Balagha. Hii ni chapa ya Ansarian publication ya huko Qum, Irani. Anasema, walakinna innama asbahna nuqatil ikhwanana fil islam ala ma dakhala fihi min az-zaygh wal-i'wijaj wash-shubhati wat-ta'wil. Anasema, lakini sisi hapana vingine, tumekuwa sasa tunapigana na ndugu zetu katika Uislamu kwa sababu ya yale yaliyoingia ndani yake katika upotofu na kwenda kombo na utata na ta'wili. Ni ndugu zetu hawa ambao walikuwa tunapigana nao katika Uislamu. Hayo ni moja katika maneno yake aliyozungumza. Maneno mengine, hii nataka kujibu kuonyesha kwamba hawakuwa ni watu wa madhehebu tofauti hawa Shia, hawa Ahlus Sunna. Inaposema kwamba Shi'atu Ali wanakusudia wafuasi wa Ali au jeshi la Ali, wa Shi'atu Muawiya maana yake ni Shia au wafuasi wa Muawiya, jeshi la Muawiya. Hawakuwa ni tofauti yoyote kiitikadi kadhahir. Lakini pamoja na hayo, ndani ya jeshi la Ali bin Abi Talib kulikuwa na watu wenye fikra za aina tofauti. Miongoni mwa hao kulikuwa na watu wana fikra za kikhawarij ambao ndio hao waliomuua Ali bin Abi Talib, na walikuwepo watu wana fikra za kina Abdullah bin Saba al-Yahudi. Na kule katika jeshi la Muawiya kulikuwa na watu wanaitwa Nawasib, maadui wa ahli al-bait, walikuwepo, walijiingiza katika jeshi hilo. Jambo likali shaharibika, waliingia watu tofauti. Miongoni mwa maneno aliyosema Ali bin Abi Talib katika barua yake namba 58 kwenye kitabu cha Nahjul Balagha, anasema, wa kana badu amrina an naltaqaina wal qawm min ahli ash-sham wadh-dhahiru anna rabbana wahidun wa nabiyyana wahidun wa da'watana fil islam wahidatun wala nastaziduhum fil iman billahi wat tasdiq bi rasulih wala yastazidunana al-amru wahidun illa ma ikhtalafna fihi min dami Uthmana wa nahnu minhu bara. Ali bin Abi Talib anasema, na ulikuwa mwanzo wa jambo letu ni kwamba sisi tumekutana na ndugu zetu katika watu wa Shamu, na ilivyo dhahiri kwamba Mola wetu sisi ni mmoja na mtume wetu sisi ni mmoja na wito wetu, da'wa yetu katika Uislamu ni moja,
sisi hatuwazidi wao katika kumwamini Allah wala kumsadikisha mtume, kwamba labda tuna imani ya ziada kuwashinda wao, wala wao hawatuzidi sisi. Jambo letu ni hili moja tu, isipokuwa vile tulivyoختلفiana kuhusu damu ya Uthmani. Watu wa Shamu wanasema lazima waliomuua Uthmani wauliwe kwanza, ndio mambo ya utawala yapangwe. Sisi tunasema kwanza tupange utawala, kisha tutawaua watu waliomuua Uthmani. Kwa hiyo hilo ndio jambo tulilokhtalifiana, lakini mambo yote ni mamoja. Haya ni maneno ya nani? Yanasibishwa na Ali bin Abi Talib ndani ya kitabu hiki Nahjul Balagha. Sasa mimi nataka wasikilize mashia wale wanavyosema. Mashia wale wanavyosema kwenye kitabu hiki kinaitwa Al-Anwaru An-Nu'maniyya. Hiki kitabu cha Kishia kimeandikwa na Ni'matullah Al-Jazairi. Hii juzu ya pili, kina juzu 4 kitabu. Huu mjalladi wa pili. Anasema hivi, wa hasilu, natija, anna lam najtami'a mahum, sisi mashia hatuwezi kukutana na wao masunni, ala ilahi, kwa Mungu, wala ala nabiyin, wala sisi hatuwezi kukutana na wao kwa mtume, wala ala imamin, wala sisi hatuwezi kuungana na wao kwa imamu. Wadhālika annahum yaqulun, nayo ni kwamba wao masunni wanasema, inna rabbahum, hakika mola wao, huwa alladhi kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyahu, mola wao ni yule ambaye Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake. Wa khalifatahu ba'dahu Abu Bakr, na khalifa wake baada yake Muhammad ni Abu Bakr. Wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabb, na sisi hatumwamini Mungu huyu, Mungu ambaye mtume wake ni Muhammad na khalifa wa Muhammad ni Abu Bakr. Mungu huyo sisi hatumtambui. Wala bidhalika an-nabi, wala hatumtambui nabii huyo. Bal naqul, bali sisi mashia tunasema, inna ar-rabb alladhi, hakika Mungu ambaye khalifatu nabiyihi Abu Bakr laysa rabbana, khalifa, hakika Mungu ambaye khalifa wa mtume wake ni Abu Bakr, huyo si Mungu wetu. Wala dhalika an-nabiyyu nabiyana, wala nabii huyo si nabii wetu. Hiki ni kitabu chao. Kama yuko mshia aje akikadhibisha kwamba hiki sio chetu. Haya maneno kwenye mjalladi wa pili wa kitabu hiki kinaitwa kitabu Al-Anwaru An-Nu'maniyya, juzuu ya pili, ukurasa wa 278. Wakati Ali bin Abi Talib asema tofauti, bwana sisi jambo letu lililotokea ni kwamba tumekhtalifiana na watu wa Sham, lakini dhahiri ilivyo dini yetu ni moja, mola wetu mmoja, mtume wetu ni mmoja. Sisi hatuwazidi wao katika kumwamini Allah wala kumsadikisha mtume, wala wao hawatuzidi. Jambo ni moja, isipokuwa pale tulipokhtalifiana kuhusiana na mauaji ya Uthmani radhiallahu ta'ala anhu, na sisi tuko mbali na jambo hilo, hatujashiriki. Wa nahnu minhu bara'un. Tumefahamu haya? Sasa swali lako, je, walijiita wafuasi wa al-Bait katika utawala wa Ali radhiallahu anhu? Kwa hiyo tofauti iliyopo Shi'atu Ali wa Shi'atu Muawiya, maana yake wafuasi au jeshi la Ali. Hili ni jeshi la Ali na hili ni jeshi la Muawiya. Na masala ya Waislamu kupigana ikaingia mathalan ukorofi baina yao, wakapigana wakauana, ni jambo lawezekana. Na kwa kuwa lawezekana, ndio maana likawekiwa muongozo kwenye Qur'ani, ni haramu, haifai, lakini si ukafiri, ni jambo lawezekana. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله سبحانه وتعالى katika suratu Al-Hujurat ameweka muongozo, anasema iwapo makundi mawili ya Waislamu yakitokea yakapigana, fanyeni sulhu baina yao. Likiasi kundi moja dhidi ya jingine likifanya uadui, basi nyinyi Waislamu watakiwa mshirikiane, mlipige lile lilofanywa uasi mpaka lirudi katika hukumu ya Allah. Wakirejea katika hukumu ya Allah, basi fanyeni uadilifu baina yao, wahukumuni kwa uadilifu,
Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wenye kufanya uadilifu. Hakika hapana vingine, waumini wote ni ndugu. Fanyeni sulhu baina ya ndugu zenu, bado watakuwa ni waumini, ili mpate kurehemewa. Kwa hiyo inawezekana waislamu wakaingiana, wakapigana, wengine wakafa, wengine wakajeruhiwa, lakini kinachotakiwa ni kusuluhishwa, na aliyekosea atubu kwa Allah tabaraka wa taala kwa hapo amekosea. Kwa hiyo ilipotokea vita vya watu wa Kufa, yani Ali bin Abi Talib na jeshi lake, wa junuduhu wa shi'atuhu wa ashabuhu, na watu wa Sham wakiongozwa na Muawiya wa shi'atuhu wa junuduhu, hawa ni waislamu na hawa ni waislamu. Watu wakapigana na kuna watu wengi wakauawa, wengine wakajeruhiwa, na aliyekuwa katika usawa ni Ali bin Abi Talib, alipatia katika hili, na Muawiya na watu wake walikosea katika hili. Tumefahamu? Kwa hili muislamu atakiwa alijue. Asema je, yafaa kuwakufurisha Shia wote, yani wafuasi wote wa Ahlul Bait kuanzia zama za Ali radhiallahu anhu mpaka wa zama hizi? Jawabu la. Asli ya ushia huu sabaia ni ukafiri. Wanawachuoni wanaeleza wazi kabisa kwamba huu ushia huu ulioko hii leo, huu ushia uithna sharia huu na ushia mwingineo kama wa Ismailia na wengineo ni kufuru, na yule anayetadai kwa madhhabu hayo kwa ilmu na kujua kabisa, baada ya kusimamishwa hujja anakuwa na yeye vile vile ni kafir. Ama awamu almuslimina waliodanganywa wengine kwa mabiriani, kwa pesa, wamepewa vitabu fadhila za Ahlul Baiti kadha, hajui undani wa mambo haya, hawezi kuambiwa kwamba wewe Shia uko mikanjuni uko udonge uko ujui chochote wewe kafir. Tunazungumza huu ni kufuru. Yule atakiwa asimamishiwe hujja, abainishiwe mahajja kwamba hii ndio njia ya sawa, akiijua fabiha wa ni'ma, ushamsimamishia hujja. Kama vile inavyozungumzwa kwamba wale ghulatu sufia kwamba ile ghulu katika tasawuf ni kufuru, lakini katika masala ya takfiru almuayyan kuna tofauti. Kuteremsha hukumu kwa mtu fulani sasa wewe kafir, hapa pana tofauti. Lakini inaweza kuwa madhhabi yenyewe ni madhhabi ya kufuru, na pengine huyu kwa sababu ya shubha akapatwa na jambo hilo. Na kibaya zaidi ni kwamba mashekhe wa humu, hasa wale wenye sauti na wenye kuaminika, hawauzungumzii ushia, kwa sababu mashia wana mikono kwao, wana misaada, na wengine si kwamba wanapewa misaada, bali wana tafuta mashia bwana, washia wana hoja kweli, ukiwachokoza tu, kwa sababu yeye hana elimu ya jambo hilo. Mashekhe wamekaa kimya na watu wenye fulewa mmoja mmoja tu, huyu achukuliwa huku, hakuna juhudi za kupambana na jambo hili. Lakini juhudi kubwa katika miji hii zimetolewa kupambana na uwahabi. Kila anayesimama mawahabi watu wabaya sana, mawahabi watu wabaya kabisa, lakini huwasikii juhudi yao wanayotoa dhidi ya mashia wanaowatukana maswahaba. Wengine wanasema wamekuja vibaya mawahabi, kazi yao kutukana watu. Kuna mtu mbaya kama anatukana sahaba, anamtukana ummul mu'minina Aisha, vipi wewe wakaa kimya? Wasemaje? Wajua mashia hizi ni ikhtilafu za madhehebu, wajua, waanza kudanganya watu. Sema ushia ni nini, wana maukifu gani dhidi ya maswahaba, bainisha. Katika mambo jambo moja tu ambalo linaweza kuwaporomosha mashia ni maswahaba, wachilia mbali uvundo mwingi walionao katika vitabu vyao. Wao wanawakufurisha na kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatusemi Bani Umayya kama Muawiya au fulani na fulani, la Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wao hafai. Umar al-Faruq hafai, vitabu vyao vyaeleza. Na wao wakipata fursa wanayasema hayo kwa watoto wao na wanafunzi wao na wafuasi wao. Hawa kina Mayunga waandika vitabu vya Kiswahili, hasa tafsiri yake aeleza wazi kabisa kwamba huyo Umar ibn Khattab ni mwanaharamu. Hasema hivi, mashia wamekaa kimya na makoti yao wenyewe, hawataki kusema kitu. Aandika mtu aleta hiki mpaka ajiona kwamba mbona hoja nijibu kama kweli wao wana hoja, mbona hawajibu, ajifaragua kabisa hivi. Mashaikh wamekaa kimya, walimu wamekaa kimya, ndugu zao wapotoshwa. Hujaambiwa ukapigana nao, dhihirisha hoja.
bali hata wale wanaowasema mashia wao wanawachukia, tafuta matatizo tu, siwache mashia wenyewe. Hivi leo ni watu wangapi katika vijana washaghilibiwa na kesho wavishwa mafulana, mabodaboda yatajazwa petroli na vitu gani, na watavishwa mafulana damu ya Hussein. Hawajui washangilia kitu gani, waona kama ushabiki wa mpira. Kwa hili jambo si jambo la kunyamaziwa, na hao wenye kukaa kimya pia si watu wa kunyamaziwa, watakiwa watanabahishwe. Maslaki wanaokwenda nayo ni mbaya, italeta uharibifu katika mujtama. Leo ukienda Sambani, ukienda Zigua, ukienda Digo, wapi utakuta harakati hizo zimefanyika, mashekhe wako kimya, na pengine wakaalikwa katika hizo hafula zao, wakaenda wakalabiriani. Huyo kaingia pale na koti lake na kaingia, akaribishwa, shekhe amekuja hapa atoe maneno mawili matatu, na yasimama asema, hawana neno wenyewe, hawana neno kabisa. Ukiwaalika kwenye shughuli zetu watakuja. Hawa wanakutukania masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya nitakuja kuyazungumza siku nyingine insha Allah, msimamo wa Shia Ithna Asharia juu ya masahaba wa Mtume, alafu baki endelea hivyo hivyo kuwatetea hao. Tumeelewana jamani? Maswali ni mengi ya kujua uwezo wangu, yani kila ninavyominyana siwezi kuyajibu yote, maana makaratasi yanayokufundo hapa na mingine yakija lazima niseme sana. Sasa ni mwasemaje sisi? Huyu anauliza hapa, haya maswali mengine yaacheni kwa sababu yanafungua mambo mengi sana, yanazalisha mihadhara juu. Huyu anasema kuhusiana na kuwa Ali radhiallahu anhu ni wali wa Allah, kuna athari gani katika itikadi ya Shia? Yani ile mashia pale wanaposema katika adhana zao, wa ashhadu anna aliyan amira almu'minin waliyullah, kuna athari gani kwa? Mimi nilivyomuelewa kwamba si kama waachwe tu, kwani ni jambo la athiri nini? Mimi ninachoamini kwamba shahada, ile shahada ni nguzo ya kwanza ya Uislamu, haifai kupunguzwa wala kuongezwa. Iacho vile vile, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ila ile ambayo imekuja nas. Lakini ukitaka kuanza kutumia akili yako, kwa mfano ukasema basi katika adhana pia tuongeze wa ashhadu anna Ibrahima khalilullah, mtu atauliza kwani kuna ubaya gani? Kwani si kweli khalilullah, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila? Tuongeze wa ashhadu anna Musa kalimullah, nasema kuna ubaya gani? Kwani Musa si kalimullah? Mwingine wa ashhadu anna Isa ruhullah, shahada zitakuwa ngapi? Haifai, hakuna dini ya hivyo, dini haiendi kwa rai. Lakini cha kujiuliza ni nani aliyetunga hii shahada ya tatu? Vitabu vyao vinaeleza. Huyu Ibn Babawayhi al-Qummi, sikuja nacho kitabu chake leo, katika hivi vitabu vinne ninavyosema vikubwa vya Kishia, hii Usulul Kafi, alafu kingine cha Tahdhibul Ahkam, alafu kingine ni hiki al-Istibsar, alafu kuna man la yahdhuruhu al-faqih. Katika Tahdhibul Ahkam, katika man la yahdhuruhu al-faqih as-Saduq, wameeleza kwamba mtu wa kwanza watu waliozusha kwamba ashhadu anna aliyan amirul mu'minin ni watu wanaitwa ghulatu au al-mufawwidha. Akawataja pale kwamba hawa ndio waliongeza, kisha akasema la'anahumullah, Allah awalani. Kwa nini? Anasema katika itikadi zao wao wanaamini kwamba Allah alimuumba Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akamuumba Ali, kisha akamwambia Ali umba. Kwa viumbe vyote vikategemezwa kwa Ali, akaviumba yeye. Kuna watu katika Shia kuna kundi katika Mashia wana itikadi hiyo, kwa mujibu ya maelezo ya Mshia Ibn Babawayhi al-Qummi as-Saduq kwenye kitabu chake man la yahdhuruhu al-faqih. Hao ndio waliongeza shahada ya tatu. Lakini jambo la kufurahisha ni kwamba hata huyu Mayunga Mshia Mswahili amelipinga vibaya sana jambo hili, kwamba hii bid'a, hakuna imamu aliyefundisha. Na kweli hakuna imamu aliyefundisha.
Hapa anasema ombi, twaomba uongeze majlisi moja kwa ajili ya maswali, yani kwa maana tuongeze mbele kesho kutwa labda, ili na kufikiriwa, kwa sababu nitakuwa na darasa za kudumu hapa msikitini, kwenye msikiti huu kwa wiki pengine mara 2. Tutaangalia namna ya kulipeleka ile jambo, lakini majalisi hizi ziwe 7 tu zatosha, na ya leo itakuwa ni ya mwisho. Kwa tutafakari kuangalia munasaba mwingine wa kuzungumzia masala ya ushia, hasa mashia na masahaba, mashia na Qur'ani, mashia na kadha. Kuna mambo mengi ya kuyazungumza ambayo watu pengine hawajui au wameghafilika nayo. Haya maswali yahifadhiwe haya. Mimi naomba nifike mwisho, watu watoka mbali sana wengine, na sasa hivi ni saa 2:30, na sipendi niwaweke hapa mpaka saa 3. Huu ni usiku. Kwa hiyo yatosha kwa leo. Haya maswali yatahifadhiwa, yale tutakayoweza kuyajibu tutayajibu, yale ambayo kwa nje ya uwezo wetu tutayaacha, kwa sababu hatukalifishwi kufanya ila tunayoliweza. Wallahu ta'ala a'la wa